Agizo hilo kali kwa wafuasi na vyama vya siasa nchini imekuja siku moja tu kabla ya kuanza kwa kampeni za uchaguzi mkuu, ambapo kwa mujibu wa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, vyama vyote vya siasa na wafuasi wao watakaofanya kampeni zao Dar es Salaam hawana budi kuachana na dhana ya maandamano kuelekea kwenye viwanja vya mikutano, kwani kufanya hivyo hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi yao. Maandamano, nadhani jeshi la polisi mlishasikia, na mimi nasisitiza, na Kamishna Kova atasisitiza hapa. Wewe mtu unakwenda kwenye mkutano, nenda kwenye mkutano. Huna sababu ya kuanza maandamano, unasababisha uvunjifu wa amani barabarani, unasababisha foleni, unachelewesha watu kwenda kwenye shughuli zao ambao wala hawana habari na mkutano wako. Kwa hiyo hili nalo nataka nilisisitize sana. Kwa upande wake, jeshi la polisi wanasema wako imara katika kutekeleza agizo hilo na kwamba hawatomvumilia mtu au chama au kikundi chochote kitakachokuwa sababu ya kuvunjika kwa amani, hasa katika kipindi hiki cha kampeni. Vikundi vingine vya kusaidia tunatosha kabisa, na tumepokea vijana wengi, askari wa kutosha kabisa. Bahati nzuri wamemaliza hivi karibuni depo, wana nguvu na wana uwezo, na saizi wanachukua mafunzo maalum kwa ajili ya ulinzi katika makundi mbalimbali katika uchaguzi, na wamejiandaa kikamilifu kwa wale ambao watajaribu kuleta fujo au aina yote ya uvunjifu wa amani. Kwa hiyo sio vizuri ukakamatwa, ukapelekwa gerezani. Sasa hizo sijui kampeni utaziona wapi, ukiwa gerezani au wapi? Kwa hiyo ni kuangalia tu kwamba nenda taratibu, fuata taratibu, hakuna atakaye kugusa. Katika hatua nyingine, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam amewataka watendaji kata katika wilaya zote 3 kutokukubali watu watakaokufa kwa kipindupindu kuzikwa na ndugu zao, kwani inaweza kuwa chanzo cha kusambaza ugonjwa huo. Kwa nawataka viongozi wa serikali za mitaa katika maeneo yao, mgonjwa anapokufa na kipindupindu wasiweke matanga, kwa sababu hiyo nayo inachangia kwa kiwango kikubwa sana katika kueneza ugonjwa huu wa kipindupindu. Sasa hili mida mlilishatokea kwa huyo mtu mmoja, tuhesabu kwamba ni tukio la mara ya mwisho. Kwa mujibu wa maafisa afya, wanasema ugonjwa huu wa kipindupindu wakati wa kiangazi unasambaa haraka zaidi, huku ulaji wa vyakula vilivyopoa, kutokunawa mikono vizuri, ulaji hovyo wa matunda vikitajwa kuwa ni miongoni mwa sababu ambazo zinasababisha ugonjwa huu. Marufuku kuuza maji ya viroba, matunda yaliyomenywa, juice zilizotengenezwa nyumbani au vyakula vilivyopoa kama nilivyokushasema. Hili la juice na la maji, kuna maji yapo yanayotengenezwa kwenye viroba, wanaita kandoro. Mpaka sasa kuna wagonjwa 36 wa kipindupindu, huku wagonjwa wapya wakiwa 9, ambapo kata ambazo zimekwisha kuathirika zaidi zikiwa ni Mwananyamala, Manzese, Saranga, Kimara, Ubungo, Kigogo, Tandale na Kijitonyama. Kutoka Dar es Salaam, Spencer Lamek, ITV.